Naam, karibu sana Mkwakwani, karibu sana Tanga. Ni mtanange wa mtoano, mmoja lazima atoke, mmoja lazima aende hatua inayofuata. Na ukitazama ni kikosi cha Mangushi Coastal Union. Saad Mwanza anaingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa Singida wanaokwenda kusaka nafasi ya kwenda kwenye hatua nyingine inayofuata, Ahmed Pipino katikati, Linda Mtanga na Emmanuel Kayeke. La Singida Black Stars ni kocha mwenye leseni A na ndiye ambaye anakiongoza kikosi hiki cha Black Stars, ikiwa tayari kandanda imeanza. Karibu sana Mkwakwani, karibu sana jijini Tanga, tushuhudie mechi hii ya robo finali CRDB. Mpira mrefu ule unapigwa na kwenda zake nje, umechezwa kwa kichwa mpira. Kialalasa anapambana Athmani Makambo, imetafsirika madhambi amefanyiwa Athman Makambo kutoka kwa Kenneth Juma. Faida na kwenda kwa Coastal Union, aliweza kuona mpira akauficha mbele ya Kenneth Juma, lakini ilikuwa kwenye hatihati zile za kujaribu kuulinda na kutafuta nafasi, akawekwa chini na nahodha wa kikosi hiki cha chui weusi. Tuone Kialalasa unakwenda nje, nje ya target, haikufanikiwa. Geoffrey Manyasi, mpira wake mrefu mbele, anatafutwa nani na kwenda kucheza mpira, metacha mnata, lakini kipienga kimesikika. Wanashangaa wote, Gradi Kialalasa na Athumani Makambo, na moja kwa moja mwamuzi Ali Mnyupe alishawishika kwamba hiyo ni foul. Tazama, metacha aliruka akaweka kichwa na Athumani Makambo akaingiza mguu. Bado Emmanuel Kayeke, Emmanuel amenyanyua mpira, Horso Malanga anakataliwa. Oh! Ande Kofi Serel, Chuma Ramadhani analalamika na yake, na Ande Kofi anahuzunika na yake. Benchi lilinyanyuka, walinyosha mikono juu kuashiria kwamba ni offside, lakini onside kwa Holso Mwaku. Ka control akapiga kwa mguu wake wa kulia. Mpira wa pili ndio ambao uweza kumpa hasira Chuma mgeni. Anapita Momita Meshak Abraham, amepitisha tena pasi ile. Gradi Kialalasa amefanyiwa foul na Emmanuel Kayeke, foul kutokea nyuma, miongoni mwa fouls mbaya. Kadi ya njano anaonyesha Emmanuel Kayeke. Meshak Momita alimtengea pasi ambaye akaenda kamgonga karibu na goti lile. Menyenyuka, analalamika, anaondoka Athmani Makambo. Athmani ndani ya box, cross anajaza ndani, huku mpira unapita ile katika nafasi. Oh! Unakwenda nje, ni goal kick. Na bench wachezaji wa Kiba walishanyanyuka tayari, Mabad Maulid, lakini imeshindikana, jaribio limekwenda nje. Mpira wa pili ule alifanya kazi nzuri sana Athmani Makambo, alimtiririsha kweli kweli Kennedy Juma, lakini akaucheza Abdul Malik. Mpira wa pili kwa George Amani Wawa, alikuwa akiitazama frame nzima ya goli. Meacha pasi Linda Mtange, Emmanuel Kayeke kataa Chuma Ramadhani mgeni, jaribio la moto, lakini amelipangua kwa namna ambayo usiotarajia. Umekwenda nje na mwamuzi Ali Mnyupe anazimaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza, mchezo wa robo finali ya kwanza, akisaidia safu ya kushambulia. Amefunga na kutengeneza mabao kadhaa. Kandanda imeanza kipindi cha pili. Karibu sana Mkwakwani Tanga, tuone mambo yatakavyokuwa, mambo yatakuwa vipi. Basi dakika 90 zitaeleza. Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars, robo finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Napigwa hapa Tanga, uko na Meghari Mzinga. Makambo ni mzuri, anaweza kwa kufanya chochote muda wowote. Nyota hatari sana kwa Coastal Union, na kadi ya njano anaonyeshwa Arida Ucho kwa kumchezea foul. Tazama alichokifanya.
alikuwa anaondoka, akaingiza mguu, akaenda akamgonga karibu na ugoko. Sehemu ya viongozi wa Singida katika jiji la Dar es Salaam, ikiwa na ujumbe ambao ulikuwa ukiusubiria kwa hamu kubwa, kutaka kujua mgeni ni nani. Mgeni ni fainali za kombe la dunia ndani ya kisimbuzi cha Azam TV kwa michezo yote 104. Anapambana Gwalala, Triple G yuko chini, amefanyiwa foul na Khalid Aucho ambaye amenyanyua mikono yake juu, yani anakataa, na Papi Kimoto naye anakataa. Papi Kimoto ni kocha akimaliza katika zile nafasi 4 za juu, akaenda kushiriki kombe la shirikisho Afrika. Alimkanyaga, naam, alikanyagwa Gwalala. Wachezaji wa Coastal wameenda kuweka pressure kwa mwamuzi. Amebeba ubingwa wa kombe. Kadi nyekundu, nitakwambia kuhusu Thomas na makubwa yake, lakini kadi nyekundu anaonyeshwa Khalid Aucho ni kadi ya njano ya pili ambayo imepelekea kadi nyekundu Khalid Aucho, lakini imekwenda kwa mbadala wa Emmanuel Keyeke. Khalid Aucho, mechi zote 104, ujumbe ukisomeka hivyo kupitia Azam TV. Kifurushi ni kile kile ambacho unashuhudia ladha ya ligi kuu ya NBC, Bundesliga, Serie A na ligi nyingine nyingi. Kwa Coastal Union, Robert Mwakisiki, naam, ni kadi ya njano ameonyeshwa. Sina shaka alikuwa na mashaka makubwa kwamba umeme unanukia kwake, lakini shambulizi ambao Ahmed Pipino aliuhamisha mpira tu katika eneo akauweka upande mwingine. Morris Chuku anaupitisha kwa Lamin Jaju amepita. Lamin Jaju amekwenda chini, mwamuzi anafunika penalty kwenye dakika za nyongeza, muda ambao usingefikiria. Muhibu Kano na Shukuru, tabasamu zito wanalionyesha Bartes, akaenda kugusa mpira. Tazama hapo, kama anakuja huko, akageukia upande ambapo ametoka. Mpira ulikuwa ukizagazaga, Lamin Jaju akauacha mguu wake wa kushoto ambao uliguswa na mlinzi ambaye aliingia kuchukua nafasi Abdallah Michael, na wana win penalty Singida Black Stars dakika za nyongeza za mchezo. Imoro anakataliwa, unanyoshwa tena, mwingine anakamata golikipa Chuma Ramadhani mgeni. Imoro Ibrahim alichutama lakini amenyanyuliwa. Pipino amemtoa katika reli mpinzani. Mechi imechangamka kweli kweli. Chuma mgeni kafanya kazi yake kwenye eneo lake. Kutoka Gambia alifanyiwa foul, ikapatikana penalty. Imoro Ibrahim kutoka Ghana akaenda kupiga mpira kakataa Chuma Ramadhan. Dakika 90 za kawaida zimemalizika, mchezo wa robo fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na ilipochopa na ujumbe unasomeka FIFA World Cup on Azam TV, mechi zote 104. Na hapo ni Meja Jenerali Issa Muyo Mbweni, Dar es Salaam, kutoka Ghana. Imoro! Siku mbaya kazini kwa Ibrahim Imoro, anakosa mkwaju wa penalty, na huu ni mkwaju wa penalty wa pili katika mchezo huu. Alichagua upande mwingine, alichagua kupeleka kwenye paa la lango, alichagua kupeleka nyavu za juu, lakini ikapana kuota mbawa. Anafanyaje? Bakari Msimu, go Dubai! Rasmi Coastal Union wanakwenda nusu fainali la kombe la shirikisho benki ya CRDB kwa msimu wa 2025-26. Wamefanikiwa